Namshukuru Mungu mpaka hivi ninavyoongea maandalizi ni 99%. Ni mambo machache tu yanayokwa sawa sasa, kama maombi ya watu na yale maombi 12 yanabebwa kwa ajili ya kupelekwa pale, kwa sababu leo ndio siku ya mwisho ya kupiga lile jiwe la mwisho. Kwa hiyo maombi 12 ambayo watu wanaomba ndio yanawekwa leo, yanapangwa. Wao walikuwa na karatasi moja na huko ilikuwa copy inabaki huko. Wanaweka original hapa, copy anaenda nayo na unatiki yale ambayo Mungu amekutendea katika mwaka huu. Kwa watu wengi Mungu amewatendea. Tunaenda kuvuka na chapa. Labda tunamaliza 2025 tunaingia 2026. Labda kuna vitu gani au matukio gani mwaka 2025 kweli huwezi kuyasahau au yalikugusa kwa namna tofauti? Mambo ni mengi. Mambo ya kwanza ni ule utumishi niliopewa na Mungu. Mwaka 2025 nimeona mambo mengi makubwa, miujiza na matendo makuu. Zaidi sana nimeona Mungu akiokoa watu. Na jambo lingine kubwa katika huduma ni mwaka 2025 nimeona Mungu akinipa neema ya kwenda mataifa mengine ya nje. Kama nimekuwa Brazil, tumefanya kongamano pale, mkutano wa nje, na Bwana amefungua maisha ya watu na kuponya. Nimekuwa Zimbabwe, nimekuwa Kenya, nimekuwa Msumbiji. Msumbiji tumekuwa na mkutano mkubwa wa baraka na maisha ya watu wengi yamefunguliwa. Furaha yangu mimi ni kuona watu wanafunguliwa, watu wanaokolewa, wanaponywa. Lakini vile vile nimeona Mungu akitufanikisha. Na katika huduma tukio moja kubwa ambalo limefanyika ni uzinduzi wa hema letu kubwa la baraka. Tumekuwa na uzinduzi mkubwa ambao ulikuwa baraka katika nchi yetu ya Tanzania na watu wengi walibarikiwa. Kwa hiyo ni jambo la baraka, tumemwona Mungu. Jambo lingine ni katika mipango yetu Mungu ameifanikisha. Lakini vile vile mambo ambayo yamenisikitisha katika mwaka huu pamoja na shida iliyotokea kwenye taifa letu. Watu kuuawa katika uchaguzi, kipindi cha uchaguzi, vurugu zilizotokea, watu kuuawa, sio jambo la kufurahisha katika taifa. Kwa hiyo lituhuzunisha sana. Mimi binafsi nilihuzunika sana. Nimetoa pole kwa watu wengi sana na kuwatia moyo na kuambia bado tumaini lipo, na kuambia amani ya Mungu ikitawala moyo wako utakuwa salama, kwa sababu mshtuko uliotokea kila mtu alishtushwa katika nchi, na wengine wanataka kupata shida ya kuumia, lakini moyo wako uliumia. Kwa hiyo Watanzania kwa ujumla pamoja na mimi ninaamini kila mtu ili tukio ni picha mbaya kwenye maisha yake.